Kisalia huko Pwani ni kwamba washikadau katika sekta ya afya kwenye kaunti ya Kwale wanapendekeza kujumuishwa kwa ugonjwa wa kichocho cha uzazi kwa wanawake kwenye taratibu za kudhibiti na kutibu magonjwa ya afya ya uzazi. Hii ni kufuatia ripoti iliyotolewa na kituo cha afya cha LVCT Health baada ya kufanya utafiti wa miaka 2.5 ulioonyesha kwamba ugonjwa huo uliotelekezwa na kutorekodiwa kwenye vituo vya afya unaathiri wanawake wengi. Utafiti wa miaka 2.5 uliofanywa na shirika la LVCT Health katika kaunti za Kwale, Kilifi na Homa Bay umeonyesha ugonjwa wa kichocho cha uzazi kwa wanawake haujarekodiwa na watu kufanyiwa matibabu katika vituo vya afya. Ugonjwa huo ukisemekana kuwa umetelekezwa licha ya kuwa unaathiri watu wengi, huku dalili zake mara nyingi zikifananishwa na magonjwa mengine ya zinaa. Jua tofauti. So utakuta mara nyingi mgonjwa ama mtu akija kwenye hospitali akiangaliwa, akipimwa aone hizi dalili ambazo zinafanana na ugonjwa wa zinaa, wanapewa dawa za antibiotics ambazo hazifai. Lakini kwa huu mradi tuliweza kufunza wanahudumu wa afya zaidi ya 600 katika hizo kaunti 3 na wameweza pia kuanza kupeana hizi huduma kwa ubora zaidi. Katika kaunti yetu ya Kwale tunaona ni muhimu kuwa zahanati zaidi ama madaktari na wale wasimamizi wa zahanati wengi zaidi katika kaunti nzima waweze kufundishwa na pia wapate vifaa ama hizo tunazita reagents. Ugonjwa huo unaweza dumu mwilini kwa muda mrefu na kusababisha mtu kutopata mtoto. Watafiti wakisema walioathirika wako kwenye hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya HIV na HPV. Hapa Kwale, tuanze na hapa Kwale, tuliweza kupima zaidi ya wanawake 2200 na kati hao wanawake 2200 asilimia 35 walikuwa na huu ugonjwa wa FGS. So tunaona kwamba ugonjwa haukuwa unajulikana, lakini sasa vile tumeweza kutoa hii ripoti siku ya leo, sasa kaunti wataweza kusaidia kujumuisha hizi huduma. Nitawaambia kuwa huu ugonjwa kichocho upo na pia nitajaribu kuongea nao kwa uwezekano ili waende kule hospitalini, mtu akafanywe ile screening ili akaangaliwe. Yuweza fikiria ni infection tu zingine za magonjwa zinaa, pengine magonjwa mengine, kumbe ni hiyo kichocho. Wakazi wakitakiwa kuwa makini wakati wanatumia maji ya vidimbwi, maziwa na mito ili kuepuka kuambukizwa kichocho. Wakiwa wameenda katika hayo maeneo waweze kuvaa viatu ili wasiweze kupata maambukizi, kwa sababu maambukizi yanapitia kupitia kwa ngozi kwenye miguu. So wawe watajikinga, kama ni viatu watakuwa wanavaa ama ni gumboots kama wako nazo, na waweze kuteka maji, yani si lazima waingie mle ndani ya maji kwenda kuteka yale maji. Wakae kando, wateke maji, waende wakayatumie kando. Sasa kupitia utafiti tumeweza kuonesha kwamba ni muhimu sana kuwa na rekodi za kichocho cha uzazi, na hizo rekodi ama hizo namba zikiandikwa kwenye ripoti zitasaidia serikali za kaunti na pia serikali kuu hapa nchini kuweza kufanya mipangilio ya kifedha ama kuwa na mipangilio ya kufunza wanahudumu wa afya. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen.